Mtakumbuka serikali imetoa leseni kwa wawekezaji, leseni za kati na leseni kubwa, ili kufanya shughuli za uchimbaji hapa nchini Tanzania. Na ziko baadhi ya kampuni ambao walisha saini mpaka mkataba tunaita framework agreement, na bahati mbaya sana walisaini wengine mbele ya Mheshimiwa Rais. Lakini kampuni nyingi zilizopewa leseni hazijaanza kufanya kazi na zinakiuka sheria kwa mujibu wa sheria inavyoelekeza ya masharti ya kwamba ukipewa leseni lazima uanze kazi katika muda wa miezi 18 tangu kutolewa kwa leseni hiyo. Zipo kampuni nyingine kubwa kabisa katika nchi yetu ya Tanzania na tushasaini mikataba nayo, lakini hawajaanza utekelezaji wa miradi yao mpaka hivi leo tunavyozungumza. Hivyo Wizara ya Madini imetoa hati za makosa kwa wamiliki wa leseni 95 kuwapa siku 30 ili kama wana hoja ya kujibu kupitia hati ya makosa hii ya kutokuanza shughuli za uchimbaji wa madini nchini, walete majibu yao, ili baadaye tuweze kuyapitia, tuyahakiki. Kama wana hoja tutawaondolea katazo. Kama hawana hoja, nataka niwathibitishie ndugu waandishi wa habari, bila kujali nani aliyepewa leseni, tunakwenda kufuta leseni za watu wote ambao tuliwapa leseni za kati na kubwa na mpaka hivi leo hawajaanza kufanya kazi. Nina orodha ya leseni 95 kubwa ambazo mpaka leo hazijaanza kufanywa kazi. Leseni 7 tu katika hizo 95 nikiziweka pembeni zina mtaji wa shilingi trilioni 15 zimelala. Hii haiwezi kuwa nchi ambayo sisi tuko bize kutoa leseni kwa ajili ya kuchochea sekta ya madini kukua, alafu kuna watu wanachukua leseni wanakaa nazo hawazifanyi kazi kwa visingizio kwamba tuko kwenye majadiliano na serikali na sababu mbalimbali. Leo nimewaita hapa kuambia msimamo thabiti wa serikali ya kwamba kwa wale wote waliopewa leseni za uchimbaji za kati na leseni kubwa, tumewaandikia hati ya makosa ndani ya siku 30 walete majibu yao kwa nini tusiwafutie leseni. Na nimesema yule ambaye atatujibu na kutoa sababu, Tume ya Madini ipo, tutakwenda kuhakiki majibu yake site na kile ambacho amekifanya, ili kama kuna namna ya kumuondolea hilo zuio na katazo tunamuondolea. Lakini kwa ambaye atashindwa kuthibitisha, ni maamuzi magumu, lakini lazima tuyachukue kama nchi. Tafuta leseni bila kujali leseni ya nani, tutafuta leseni. Hawezi ukaweka mtaji wa trilioni 15 umekaa kwenye makaratasi, na kule kuna Watanzania ambao tunategemea kwamba mradi hii ikianza ajira zitaongezeka, uchumi nchi yetu utakuwa, mapato yataongezeka. Leo kuna watu wachache wanajifichia katika mazungumzo ya serikali. Leseni ya madini ikitolewa ina masharti nyuma yake kwenye ile karatasi. Hakuna sharti linalosema kwanza mtu ataanza uchimbaji wa madini nchini Tanzania akikamilisha mazungumzo na serikali. Si sehemu ya sharti. Masharti ni kwamba ukipewa leseni lazima uanze uchimbaji ndani ya miezi 18. Vinginevyo huo una sababu ambayo imeridhiwa na waziri kupitia Tume ya Madini. Vinginevyo unatakiwa uanze uchimbaji ndani ya miezi 18. Vision 2030, madini ni maisha na utajiri.